Baada ya kufanya kazi nje ya nchi kwa miaka 10, wazazi walirudi nyumbani, wakamkuta binti yao akiishi kwenye zizi la nguruwe. Hakukuwa na nguo za ziada kwenye kabati, viatu vyake pekee vilikuwa pia vimechakaa. Hata hivyo, walikuwa wakimtumia binti pesa nyingi za maisha kila mwezi. Kinyume chake, kwa upande mwingine, mpwa wao alikuwa akiishi maisha ya kifalme. Kulikuwa na vitafunio visivyo na mwisho mezani. Bibi alimtunza hata vyema zaidi. Wakati huo, walikuta shajara ya binti kwenye draw. Iliandika maisha ya dhiki ya binti kila siku. Wanandoa hatimaye waligundua kwamba uamuzi waliofanya wakati huo ulikuwa sahihi. Ilibainika kuwa miaka 10 iliyopita, ili kuboresha hali dunia yao ya maisha, wazazi wa msichana waliamua kwenda nje ya nchi kuanza biashara. Kabla ya kuondoka, walimkabidhi kwa bibi. Waliahidi kutuma pesa za maisha kila mwezi, lakini bibi alitumia pesa hizi zote kwa mjukuu wake. Msichana alikosa chakula kila siku. Siku moja, msichana akiwa amehisi kutendewa vibaya, alipiga simu kwa wazazi wake. Alitaka wamchukue, lakini wanandoa walikuwa hatua moja tu kutoka kwa mafanikio. Walimwambia binti asubiri kidogo. Wakati huu, bibi ya msichana kwa bahati alisikia mazungumzo. Alinyakua simu na kuwaambia wazazi wa msichana wasiwasi. Lakini mara tu simu ilipomalizika, alimkokota msichana afanye kazi. Jioni, msichana alipata homa kwa sababu ya kazi nyingi. Mjomba wake alipendekeza kwenda hospitali. Bibi mara moja alipiga simu kwa wazazi wa msichana akiomba dola za Kimarekani 200,000 kwa ajili ya gharama za matibabu, lakini hakutumia pesa hizi kumtibu msichana. Badala yake, alifanya karamu kwa kijiji kote kusherekea siku ya kuzaliwa ya mjukuu wake. Kwa upande mwingine, wazazi wa msichana walifanikiwa katika biashara yao. Walienda kwenye duka la ununuzi chini ya jina lao kuchagua zawadi, wakitayarisha kurudi nyumbani na kukutana na binti yao. Lakini msichana hakuwahi kungoja wakati huo. Kwa sababu ugonjwa wake ulichelewa, alifariki siku ya karamu ya siku ya kuzaliwa ya binamu yake. Bibi alipojua, mara moja alifadhaika. Mbaya zaidi, wakati huu, wazazi wa msichana walirudi tu. Walimpa mpwa pesa kama zawadi ya siku ya kuzaliwa, kisha wakaenda kwenye chumba kumtembelea binti yao. Lakini binti hakuwa hapo. Ilibainika kuwa muda mfupi uliopita, bibi alikuwa amemwomba mjomba wa msichana usafishe eneo mapema, na alimwambia achukue msichana kwa siri wakati kuna watu wengi. Lakini wazazi wa msichana haraka waligundua kidokezo na kumwambia mtu aache kila kitu alichokuwa akifanya.